nimesikiza watu wa one time wakikuja hapa akiongea. Number 2, Mr. Speaker, I have had 3 agendas for this today's session, Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyu member mwenye ametaka kwa flow sahi, nataka kuanza kwa kumjibu kwanza before I go direct to the point, Mr. Speaker. If at all anaongea kuhusu kwamba Orengo amekuwa in good terms with Raila Odinga, I want to remind him. Aenda asome historia ya Kenya vizuri, kama kusoma class 7 arudi grade 7 asome. Mr. Speaker, kwamba iniluo Nyanza, Raila Odinga hajakuwa in terms with Orengo since 1990. Mr. Speaker, and it is in record, Mr. Speaker. Orengo amesumbua Raila miaka mingi sana. Until such a time, wakati Orengo aligundua kwamba he cannot make it in Luo Nyanza, ikabidi without Raila, ikabidi arudi nyuma ya Raila Amolo Odinga. That's the reason why. Take one point of the guy. Mr. Speaker. Mwalimu ulikuwa sawa. Koloja kupata. Kando ni karasumi kwa nafuatia historia ya Kenya. Speaker. Maandamano, Mr. Speaker. I want to remind the young people of Kenya, the so-called Gen Z and the people of Kenya, Mr. Speaker. Nataka kuwaelezea kwa akili zangu timamu, najua katiba inakubali maandamano ya amani. Mimi nakuomba kwamba kama umeridhia na unakubaliana na wa upinzani kwamba bei ya mafuta ama gharama ya maisha Kenya imekuwa ngumu, the only way to go ni kuandamana kwa barabara. Mimi nakuomba kama utaamua enda kwenye barabara, lakini nataka nikukumbushe kwamba maandamano ya kesho haijaidhinishwa na polisi wa Kenya, Mr. Speaker. Ukienda pale kwenye maandamano, nataka nikukumbushe kwa mtu yoyote ambaye atapoteza maisha yake, tusirudi hapa katika bunge la Karanda tuanze kulaumu serikali kwamba imeua mtu kwa sababu maandamano ya kesho haijadhibitishwa na idara ya polisi, Mr. Speaker. That's number 1. Mr. Speaker, huyu Gachagua ambaye ameambia watu waende maandamano na wapinzani, Mr. Speaker, 2023 nataka kuwakumbusha Gachagua alikuwa deputy president wa Kenya. Ndindi Nyoro ambaye anataka kuadvise William Samoei Ruto kuhusu uchumi, alikuwa chairman wa budget hapa Kenya. Mafuta ilikuwa shilingi 200 na shilingi 10, Mr. Speaker. Where was Gachagua? Where was Ndindi Nyoro to advise William Samoei Ruto about the oil price in this country, Mr. Speaker? Leo hii wako pinzani, they want to tell the people of Kenya kwamba uchumi unaharibika kwa sababu ya William Samoei Ruto. I want to tell the people of Kenya, let us be wise. Tuone mambo vile inaendelea, Mr. Speaker. Tuache kudanganywa, tuache sarakasi na propaganda uongo, Mr. Speaker. Number 2, Mr. Speaker. Mtu amesema hapa ati William Samoei Ruto amepata Wakenya amechanuka, Mr. Speaker. I want to remind the people of Kenya, 2022 Wakenya walikuwa wamechanuka zaidi kuliko hata sasa hivi. I want to tell them, kama mmechanuka, William Samoei Ruto amepata ugumu wa kuongoza Kenya, enda ujiandikishe, chukua kura, tukutane 2027, Mr. Speaker. Uamue ni nani ambaye atakuwa rais wa Kenya, na tukiwashinda tuendelee kuwa werevu vile mnasema kwamba nyinyi mmekuwa werevu, Mr. Speaker. That is the only bottom line, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nikimalizia, mtu amesema kuhusu Sifuna. I told them here, I cannot support William Sifuna. Kwa sababu gani? William Sifuna anatoka William Sifuna, wakati Sifuna amekuwa surrounded na Wakikuyu. I want to ask Sifuna, huyu Paul Njoroge ambaye ako nyuma yake, wale watu wa Uhuru Kenyatta ambao wako nyuma yake wanafanya nini? Sifuna akuja nielezee wale Wakikuyu ambao wako nyuma yake wa mtandao, wale ambao wanapanga siasa yake, ambao wanaenda kampeni zake, wanafanya nini kabla mimi Muluya nikuja ni msupport bila Speaker. Kwa hivyo watu tell the people of Kenya, Sifuna is going nowhere. Sifuna ataenda chama yake asimame nao governor Nairobi County, Mr. Speaker.
nataka kuongelea kwa mada ya Orengo na Linda Mwananchi, alafu mada ya maandamano. President William Ruto, wana Kenya imewaka moto. Za mkweli, Kenya imewaka moto. Asante, amerudi kwa wanda. Mr. Speaker, na hii moto yenye imewaka Kenya ni ya karatasi. Kwa hiyo Mr. President, usikuwe na wasiwasi na hiyo. Moto ya karatasi wache sisi tuzime. Wewe unaweza zima ile kubwa, lakini ya karatasi hii wacha sisi wenyewe tutazima. Saa hiyo ukienda kila mahali watu wa one time wanasema washashinda uchaguzi. Lakini mimi nawaambia mambo bado. Lakini kwa hii siasa ya Linda Mwananchi, nilikuwa naangalia Oburu Oginga na naangalia Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ni kijana mzuri, Oburu ni mzee, lakini ukienda kwa akili, Oburu anafikiria kama kijana, Sifuna anafikiria kama mzee. Kwa sababu gani niseme hivyo? Kwa sababu gani niwaambie hivyo? Kwa sababu Oburu amechukua mambo mbili. Jambo la kwanza, Oburu anasema anataka power. Jambo la pili, Oburu amesema mimi ni party leader na amekaa. Sifuna anasema mimi ni Sifuna. Hiyo tu. Nimeona Sifuna tangu waanze Linda Mwananchi. Anasemanga tu mimi ni Sifuna. Orenga ametoka nyuma, amekuja kusema mimi ni party leader. Sifuna bado ni Sifuna tu. Babu Owino atakuja aseme mimi ni general secretary. Sifuna bado ni Sifuna tu. Mwingine niliona Osoti amekuja amesema mimi ni deputy party leader. Sifuna bado ni Sifuna tu. At the end of the day, Sifuna will harvest nothing out of this Linda Mwananchi. Kwa hivyo na sisi Waluya tunapewango tu mifupa. Ukienda pande hii ni mfupa, ukienda pande hii ni mfupa. Mimi naambia Waluya surely bwana mkuje tutengeneze chama. Hii Linda Mwananchi hiyo tayari ni ya Orengo. Ashajitangaza ni party leader, hiyo ni yake. Haya, hii Linda ground ni Oburu Oginga. Hao wote ni watu wetu mashemeji. Sisi Waluya tuko wapi? Kwa hivyo Edwin Sifuna usipofunguka macho saa hii, uende ufanye kazi na watu kama akina Natembea, Sifuna utapata zero pale. Nikienda kwa mambo ya maandamano. Maandamano ni haki ya Mkenya katika katiba yetu ya Kenya. Ni haki yako katiba kwenda maandamano, to petition the public authorities. Lakini ile kitu nataka kuambia Wakenya kwamba kesho watu wanaenda maandamano. Nilikuwa nimeambia Wakenya tusiende, lakini nataka kuongea Gen Z. 2023 wakati maandamano ilikuwa Kenya hii siku ya Sabasaba, Rigathi Gachagua akiwa deputy president aliamukia ofisini ili audeploy polisi wakuje kutuhangaisha. Hapa Jakaranda waleta malori kama 20 hapa za kuja kutandika sisi. Nataka tufanye hivi kesho. Tuende maandamano. Kesho watu waamukie maandamano. Tunataka mtubembeleze huyo Rigathi Gachagua, tunataka tushikie hapa town kesho. Tunataka tushike hii mtu hapa town kesho. Ajibu kwa nini alihangaisha Raila Odinga akiandamana. Mudanganye tu mumeenda maandamano. Mutoke wote. Watu wa Nairobi kesho. Tutoke wote. Tubembeleze Gachagua atoke huko. Akishafika town tumzunguke. Tumuulize, hebu tuambie kwa nini ulikuja kuhangaisha watu wakiandamana? Kwa sababu he is the first person mwenye alihangaisha Wakenya wakiandamana wakililia mambo ya unga. Kwa hivyo Rigathi Gachagua tumuache kesho akuja afika hapa town, tushike ala tumulete hapa atuelezeni kwa nini alikuwa atuhangaisha. Asante. Gender. In short wananiita Hat. Mimi ni mzaliwa wa Butula, Busia County. Yes you. Mimi nataka niongee kwa hii swala la maandamano. Mimi nawaambia nyinyi watu, kesho sasa wheelchair zitatayarishwa kesho. Wheelchair sasa zitakuwa nyingi, maana itakuwa one leg, itakuwa two leg. Kesho nakwambia mtaokotwa kama kumbe. Mnaenda kuokotwa kama kumbe. Tao mzima mnaenda kuokotwa, Githurai mnaenda kuokotwa. Kwa sababu gani? Pride come before fall. Ijapo kiburi ipo aibu.
Na mimi nasema serikali msilale, maana sisi tunataka amani kwa taifa letu, tunataka mshikamano, tunataka nchi iendelee mbele, bali nyinyi ambaye ati sasa mnatangaza mambo na maandamano. Mimi nasema Murkomen, kesho hakuna kuspea, hakuna kuspea. Kwa hivyo mimi nasema nyinyi wazazi wa watoto, kesho mtayarishe machozi kumwaga, mtamwaga machozi, maana mmeshindwa kufundisha watoto wenu. Mimi nataka niseme hivi, na lazima ukweli ni Hamasisha bwana, watu wa Rwanda wana roho mbaya sana. Mimi naongea about maandamano, na mimi ninawaambia kesho mtachapa marisasi kama kumbe. Kesho mtachapa marisasi, bali ni uongo. Shatisha Members, oi. Security yake. Hapana. Bwana mtu akiongea hapa nani? Anachochea watu wapigwe marisasi. Oda wewe nani? Wewe. Order members. Oda. Bwana mtu akiongea hapa. mimi nataka niseme hivi, kusema watu wapigwe marisasi. Nasema watu wauliwe aje. Wewe nani mtu akiongea hapa hata mtu ongea point yake atoke hapa. Kama majority wamekataa wamekataa. Order wewe, order. Wacha niseme hivi. Mimi ndo nimeelezea mada hapa. Orengo anataka kutumia Sifuna kama ngazi ya kujimarisha kisiasa. Mimi nataka niseme hivi. Waluya, mimi ni Mluya. Mimi ni Mluya. Wacha niseme hivi. Wameshajua chenye nataka kusema. Wameshajua chenye nataka kusema. Mimi nataka niseme hivi. Orengo is a failure. Orengo is a dictator. Orengo is a yeye ni jealous. 1990 Orengo ndo alibetray Raila Amolo Odinga. Orengo is a betrayer. Na mimi nasema Orengo hautawahi kuwa kiongozi katika taifa la Kenya. Wewe uko na kasi. You are a cast. Wewe ndo unasababisha. Mimi nataka niseme my dear friend, wacha niwaambie, hauwezi zima nyota ya Heart of the Lion hata uhekol. Hauwezi zima nyota yangu hata uhekol. Whether you hekol 1,000 times, I will continue to grow. My name will continue to be a big name. You can't hauwezi zima nyota yangu. Order members. Order member wewe. Bwana hii uwanja ni kubwa bwana. Haya. Wewe hii uwanja ni kubwa ukienda wewe. Haya endelea. Thank you so much Mr. Speaker. Hao wakizi. Oi.